leo tukutane kwa lengo la kuwasiliana na wananchi wa mkoa wetu wa Mjini Magharibi, lakini na Watanzania kwa ujumla, kwa sababu mkoa wetu ni lango kubwa, sehemu ambayo Watanzania wengi wanafika na watu kutoka nje ya nchi, watalii. Jambo ambalo limetufanya tuitane ni jambo tu ambalo linaendelea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, kwenye jamii kwa ujumla kule, kwamba kuna wimbi kubwa limekuja na sema ni kikundi cha watu au watu ambao wanaleta taharuki kubwa sana kwenye jamii. Inakuwa taharuki kwa sababu mambo wanayosema ni mambo ambayo binadamu ni mambo ya msingi. Iko kuna watu wanasema kuna concept imekuja, kuna hoja imekuja kwamba mtu akishikwa bega, hasa wanaume, sehemu zao za siri zinapungua ukubwa. Kwa maana kama ilikuwa ndefu inakuwa fupi. Sasa jambo hilo watu wakilisikia, kwa sababu swala hilo ni swala la muhimu la kimaisha, watu wanapanic, wanaingiwa na taharuki. Kwa hiyo nikaona hilo jambo tulieleze, kwa sababu limesambaa Tanzania nzima, kama ambavyo mmeona lilianzia nafikiri kule Mbeya, likasambaa likaenda na mikoa mingine, lakini hapa kwetu tarehe 4 jambo nataka nilieleze kwamba si hapa tarehe 4 tulianza kupata matukio hayo, kwa ni maeneo ya Magomeni pale Jitini kwa saa 12 jioni. Kijana mmoja akasema kwamba ameshikwa bega na abiria mwenzake wakiwa kwenye daladala. Akagundua kwamba baada ya kushikwa bega sehemu zake zilikuwa zimepungua. Anaeleza kwamba aliposhikwa bega akasikia kama umeme mwilini, alafu baadaye akakuta sehemu zake zimepungua. Lakini ukitaka kujua sasa ulijuaje uko kwenye daladala, ulijuaje kwamba zimepungua? Yale maelezo yalikuwa magumu. Kwa hiyo tukaenda nalo tukafikiri labda ni wimbi dogo, lakini tarehe 7 tena, tarehe 7 pale Forodhani majira ya jioni hayo, yuko tena kijana mmoja pale, naye alisema ameshikwa nyeti zake bega, baadaye maumbile yake yakapungua. Tarehe 8 tena pale Nyerere, nilileta tukishane nalo jioni, kijana mwingine tena naye akasema ameshikwa bega, nyeti zake zikapungua. Sasa shughuli kama jana tarehe 9 jana tukapata matukio mawili hapa mjini. Hapa Kijangwani jirani na Sheli pale kwa jioni, jana mmoja naye pale tena akasema naye ameshikwa bega, nyeti zake zikafanya zikapungua. Lakini hapo raha leo jirani wako tengeneza makochi pale, nako kijana akasema ameshikwa bega, nyeti zake zikapungua. Kule mbaya zaidi ni ile iliyotokea kule Kijichi kwenye saa 4 usiku. Yuko mfanyabiashara ambaye anafanyia shughuli zake kule Masingini. Sasa kule saa 4 usiku akachukua pikipiki Masingini, bodaboda ikamleta nyumbani kwake. Alipofika nyumbani ameingia ndani, baada ya saa akiwa ndani akakuta kuna kundi kubwa la watu, bodaboda zimejaa nje ya nyumba yake kule Kijichi. Bodaboda zimejaa nje ya nyumba, akashtuka. Yuko yeye na mkeo na watoto wake. Akashtuka akatoka kuangalia nini. Kufungua mlango amesimama kwa sababu pensi yake fupi, anaona watu kule nje wengi. Sasa jamani, kuna shida gani? Pia kufungua mlango kuna jambo. Alipoona nitishia, sasa tumekuja, kuna umechukua nyeti za mtu. Kwa hiyo tunataka umrudishie jamaa maumbile yake yawe kama yalivyokuwa. Alipoona vile akafunga mlango akarudi ndani. Sasa wale alipofunga mlango wakavunja nyumba milango ile, wakaingia ndani, wakamshambulia, wakapora na TV yake na kuharibu mali zake nyingi. Sasa tukaona ili haya matukio yanakoenda sio kwenyewe. Kwa hiyo tukataka tuwaambie Wazanzibari wa mkoa wa Mjini Magharibi hali halisi ilivyo, ukweli wa haya mambo ulivyo. Sisi baada ya matukio yote kama umefisikia ndivyo yana letu. Tumekamata watu ambao jumla watu ambao tunao hapa, washirikiani watu 10. Kwa haya matukio haya tunashikia watu 10 wale ambao wamesema kwamba wameshikwa mabega, nyeti zao zikawa zimepotea. Hao watu wote 10 tunapeleka hospitali yetu ya serikali with professionals, hospitali ya serikali yenye wataalamu, watu waliobobea kwenye physiology, wasomi wa udaktari, wamewapima, wanasema hakuna, there is no any physiology, hakuna mabadiliko yoyote ya maumbile yao, hakuna kitu chochote kile kilichotokea kwenye maumbile yao, yako vile vile kama yalivyokuwa.
Tunataka hiki ndio kuwafikia wananchi kwamba watu wote 10 hawa tumewapima sisi kwa kushirikiana na wataalamu, madaktari bingwa wa hospitali zetu za hapa Zanzibar kubwa, wote wamebainika kwamba hakuna aliyepata athari. Lakini madhara walioleta kwa watu hawa, watu wote waliowataja kwamba ndio waliowashika, wote wameshambuliwa, wana majeraha, wameenda hospitali wametibiwa, lakini mwingine mpaka mali zake zimeibiwa. Na kati ya watu niliowataja, kwa mfano yule wa Kijangwani, baada ya kusema tu nimeshikwa akapotea, akakimbia, yule hataki kuonekana. Yani alivyosema nimeshikwa, watu walivyopata na taharuki, akaondoka. Si mnanielewa eh? Sasa kama wewe kweli umeathirika, umeshikwa, hiyo jeti yako imepungua, kwa nini usijitokeze ukalalamika? Kwa nini utaje vile alafu upotee? Huyo wa Raha Leo kwa bahati mbaya ni kijana wetu hapa Zanzibar, kijana wa maeneo yale, ana shida huyo akili, ni mgonjwa wa akili. Sasa wananchi walivyowajabu, mtu ni mgonjwa wa akili, wanamjua, anasema nimepunguzwa nyeti yangu, wanampiga yule ambaye yule anamtaja. Sasa tulipofika sasa, tunachotaka kusema ni kwamba hii hali tuliyofikia ni jambo ambalo unajua mambo yakishaingia kwa jamii yanaleta tafaruku. Sasa tunachoomba wananchi, tunaomba utulivu mkubwa. Hoja yetu ni kwamba tuna uhakika haya mambo hayapo, ni uzushi, kama ambavyo mauzushi mengi yametokea hapa nchini. Wanajua Watanzania wengi, wanajua Zanzibar kwamba kulikuwa na kitu kinaitwa popobawa. Kuna kitu kilikuwa kinaitwa uswale. Mtu anasema nilikuwa mahali nimekutana na jitu likubwa linashambulia watu. Uliliona? Sasa nimeambiwa ikawa taharuki, watu hawaendi hata kazini, watoto hawaendi shule. Lakini unapopobawa utasema bwana, ukiwa unatembea tu. Na hapo inakuwa kwa wanaume kwamba ukiwa unatembea unakuta popobawa wamekushughulikia. Nafikiri mlisikia. Wanaume wengine wakawa wanavaa nani za chuma. Wanahofu kwamba unaweza ukashughulikiwa, ukaingiliwa nani. Kwa hiyo nataka kusema hapa ni kwamba haya mauvumi yakitokea, jamii lazima iwe na utulivu. Kwa hiyo ombi langu kwa wananchi wa mkoa Mjini Magharibi, lakini na Wazanzibari wote na Watanzania, tuweni na utulivu. Hili ni wimbi ambalo limeletwa na watu tu wajinga. Na cha kushangaza, mmoja kwa mfano kama yule Magomeni Gitini aliomba pesa. Yule kijana ni mkazi wa Mwanza, amekuja hapa Zanzibar, anasema anataka apelekwe Uarabuni akafuate kazi kule. Wakati anasubiri ndio anasema ameshikwa bega akiwa pale Forodhani, ameshikwa bega akiwa kwenye hilo gari, anatoka pale Gitini, ameshikwa bega, hiyo ume wake ukapungua. Sasa baada ya kukamatwa na Mungu, bwana sawa, nipe hela na mimi nikajitibu. Kwa hiyo inaweza ikatumika pia kama njia ya watu kutaka kujipatia fedha. Na inawezekana kuna mtu amechomeka hayo na mambo yake mengine. Kwa hiyo tusije tukakubali tukaingizwa kwenye wimbi hili la ovyo. Na unaona maeneo kwa mfano Forodhani ni eneo letu muhimu la kiutalii. Sasa hivi Zanzibar na Rwanda ndio nchi zinazoongoza kwa kuleta watalii wengi Afrika. Yaani ile uongezeko 12% idadi inayoongeza watalii, lakini sasa watu kule unakuta watu wanapiga mtu. Sasa hiyo ni barbarity. Ni maisha yale ya kizamani ya kupiga watu mitaani. Hakuna mtu anaweza kuja ametoka maeneo ya mbali akaja kwenye nchi ambayo watu wanapigwa ovyo. Sio kama tunaelewana. Kwa hiyo tunataka wananchi waelewe kwamba hebu tutulie. Wakiona jambo kama hilo wapige simu polisi. Hapa kuna mtu analalamika anasema amefanywa hivi. Wasiwashambulie wale watu. Sababu watu wote hao tumewakamata, na hawa ndio ambao 11 ambao 10 ambao tumewakamata. Tunawapeleka mahakamani, tunapeleza kesi zao, majara tushapeleka kwa DPP mawili, na mengine tunayaandaa kwa makosa makubwa mawili. La kwanza ni kufanya kitendo ambacho kinaleta uvunjifu wa amani. Ile taharuki wanaoileta kwa jambo ambalo halikutokea ni kuleta taharuki. Watu wanawapiga watu, wanawaibia watu kwa sababu ya taharuki. La pili ni kutoa taarifa za uongo, kudanganya jamii, kudanganya vyombo vya ulinzi na usalama, kudanganya jeshi la polisi kwamba nyeti yako imepunguzwa urefu. Mmoja tumepeleka akapimwa, alisema ina urefu fulani. Tulipompeleka hospitali, daktari walivyompima wakakuta urefu ni mkubwa zaidi kuliko ule aliyousema. Bwana, mbona imekuwa ndefu zaidi? Yaani unachosema ni ndefu zaidi. Alitaja kwa nchi. Na mama kama mnaelewa, zile zina urefu fulani, kama mnajua ina urefu. Sasa alitaja kwa nchi. Sasa wale walipopima madaktari wetu wakasema urefu ule aliotaja ni mfupi kuliko urefu halisi alionao. Kwa hiyo kama ni kulalamika, angalaambia kwamba imefanya nini? Imeongezeka. Sasa haya mambo tunachotaka, haya mambo wananchi watuelewe.
Yaani natoa wito kabisa wananchi utapelekwa mahakamani. Kwa mfano hao waliopora, tumekamata kijana mmoja pale Kijichi, ameshiriki kwenye kupiga yule mtu, ameshiriki kwenye nini, tunampeleka mahakamani kwa kosa la shambulio. Na hao wote pia pamoja nao makosa ya kutoa taarifa za uongo na makosa ya shambulio tunawashtaki. Tusije tukakubali kuingizwa kwenye mtego ambao ni hovyo, mtego ambao haupo. Hakuna mtu yeyote mpaka sasa kwa matukio kwa hao wote 10 ambao tuna uhakika tumewapima, hakuna ambaye nyeti yake imeathirika, ziko vile vile physiologically, yani kwa maana ya ule biology yake ilivyokaa iko hivyo. Kama ilikuwa ni ndefu ni urefu wake. Na ukimwauliza wewe umeuko kwenye dada umeshikwa bega, wewe umejuaje kwamba urefu umepungua? Umejuaje? Magana amenishika bega na yangu imepungua hapo hapo immediately. Hizo taarifa umezipataje? Ukimuuliza sasa nilisikia kitu kinalia ndani. Sasa hiyo wewe sauti hiyo umeisikiaje? Sasa mwili ulisisimka, alafu kwa nini usiseme matako, useme neno lingine? Kwa nini useme hiyo nyeti? Umejuaje scientifically? Sijui kama wananchi nataka waelewe hilo, kwamba hata hiyo kauli inayotolewa mpaka wanapiga watu zenyewe hazina mashiko. Hata muda tu kudhibitisha hilo hakupatikana kabisa, mtu anaanza kupigwa. Kwa hiyo ninachotaka kusema, jamani, ndugu waandishi wa habari, hebu tusaidieni wananchi wafikiwe na hii habari kwamba hilo jambo ni uzushi, na hili jiji ni jiji kubwa. Mpaka sasa tunao matukio karibia 9, 11. Rampant, yani ameenda kwa speed toka tarehe 4 mpaka leo. Nafikiri ni kama siku 6 tu. Tuna makosa jana tu yametokea makosa 3. Nyarugusu, Kijichi, na hapa mjini mawili. Kwa hiyo almost 4 mjini mawili, 4 tarehe 9.